Kwa majina naitwa Petro Mahanza, ni afisa ustawi halmashauri ya mji Njombe. Kiufupi ni kwamba leo tulikuwa tuna maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike ambayo kitaifa kwa maadhimisho haya huwa yanafanyika tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka kila mwaka katika ndani ya mwaka husika. Lakini maadhimisho haya yana lengo la kutetea haki na usawa wa mtoto wa kike. Kama ambavyo tunafahamu, mtoto wa kike ana changamoto nyingi sana ambazo anapitia katika maisha yake ya kuanzia utoto mpaka kuhitimisha miaka 17. Kauli mbiu ya maadhimisho haya kimsingi yasema mimi ni msichana kinara wa mabadiliko kwa Tanzania tuitakayo mwaka 2050. Hii ndio kauli mbiu yetu ya mwaka huu. Sisi kama halmashauri tumeadhimisha kwenye shule yetu ya Mabatini. Tunawashukuru wadau ambao wametuunga mkono kwenye maadhimisho haya. Tunamshukuru mdau Care, lakini pia tunamshukuru mdau One Voice. Kwa pamoja wameshirikiana na sisi kwa ajili ya kuhakikisha tunaadhimisha siku hii muhimu kwa watoto wa kike. Kwa majina naitwa Meriloema Panga, nafanya kazi na shirika la Care Tanzania kwenye mradi wa pesa yake maisha yake. Mimi ni mratibu kwa halmashauri ya wilaya ya Njombe pamoja na halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2025 tumeweza kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike duniani, tukishirikiana na serikali kupitia halmashauri ya mji wa Njombe, lakini pia na wadau wenzetu kwa maana ya Voice One Organization. Tumeadhimisha sherehe hii katika shule ya Mabatini sekondari iliyopo hapa Njombe mjini, na tumeweza kuwagaia watoto hawa wa kike sanitary pad pamoja na sabuni za unga pamoja na sabuni za kipande, tukiamini kwamba kuna wengine changamoto ambazo watu wa kike wanakutana nazo ni pamoja na kwamba wanapokosa hivi vifaa vya kujihifadhia inawasababisha wao wakati mwingine kumisi masomo, lakini wengine kuacha kabisa shule kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Lakini kwenye maadhimisho haya watoto wa kike wamepewa elimu mbalimbali, ikiwemo elimu ya ukatili wa kijinsia, lakini pia wapi wa ripoti, kwa sababu pia tulikuwa tuna watu wa dawati la jinsia hapa. Lakini pia wamepewa elimu juu ya masuala ya ukimwi, namna gani ya kujikinga na namna gani hawatakiwi kushiriki kwenye vitendo hivi wanapokuwa watoto wadogo. Lakini pia tumeweza kushare nao zile tunasema golden advice ama zile ushauri wa dhahabu kwa watoto wa kike, ikiwemo kujiamini, kuweka bidii kwenye kila kitu ambacho wanakifanya. Nadhani ni hayo. Lakini pia nipende sana kushukuru serikali kupitia halmashauri ya mji wa Njombe, shule hii ya Mabatini kwa maana ya uongozi wa shule. Watoto wameweza kutenga muda wao kwa siku hii ya leo, ukizingatia pia leo ni siku ya weekend, lakini tumeweza kushiriki nao vizuri. Kwa pamoja tunaamini kwamba wadau, serikali, watoto au jamii kwa ujumla tuna mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba tunalinda watoto hawa kwa ajili ya kuleta maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Asante. Okay, asante. Kwa jina naitwa Lecho Rafael, ni afisa miradi kutoka shirika la One Voice. Kwa siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya mtoto wa kike kimataifa, tumeshiriki katika shule hii. Mtoto wa kike anakabiliwa na changamoto mbalimbali, kwani pamoja na kunyanyaswa kingono, kutokupewa mahitaji yake ya msingi kama binti, lakini pia kunyimwa haki ya kupata elimu, lakini pia kunyanyaswa kwa maana ya kufanyishwa kazi ngumu, yani kutoruhusiwa pia kuendelea na masomo. Kwa mfano amemaliza darasa la 7, mtoto anatakiwa aende form 1 mpaka afike chuo kikuu, wakati anakatizwa ndoto zake za kielimu. Sisi kama One Voice tunaahidi kuendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali, kwani pamoja na kutembelea mashule. Hatusubiri siku hii maalum ya kitaifa, lakini tunapopata muda tunatembelea mashule mbalimbali na kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na mtoto kujilinda, lakini pia kufahamu haki zake, kujua wapi anatakiwa kuripoti changamoto ama ukatili anaokutana nao yeye kama binti. Kwa majina anaitwa Ashura Juma,
Natokea One Voice Organization, nimekuja kama ustawi, afisa ustawi. Nimekuja kutoa elimu na kuwaelimisha watoto wa kike namna ya kujikinga dhidi ya ukatili wa kijinsia. Tumeshiriki hapa One Voice kama sehemu ya kupambana au kuchangia kutoa changamoto zinazowakabili watoto wa kike. Vitu ambavyo tumevifanya hapa ni kama kutoa elimu, kutoa misaada, pia kuwapa ujasiri wa kuzungumza kwa kile changamoto wanazozipitia. Kwa sababu walio wengi wanashindwa kuongea, walio wengi wanatokea mazingira magumu, walio wengi wanapitia changamoto mbalimbali, lakini tunavyokuja kutoa elimu, wadau mbalimbali pamoja na One Voice, tunawasaidia watoto kuwa na ujasiri wa kuongea zile shida wanazozipitia manyumbani, pia hata shuleni, hata mitaani. Kwenye kundi hili tumekuja kuzungumzia kuhusiana na kutatua au stadi za kazi na pia ulinzi, usalama, kujifunza vitendo vya kama kiufundi, teknolojia, vile na kilimo kidogo kidogo ambacho kinaweza kikawasaidia kwa maisha yao ya baadaye. Tumewachangia peni kwa ajili ya kuandikia, vile tumeungana na wenzetu wa CARE pia kuwachangia taulo laini. Napenda kuambia jamii pamoja na sisi wazazi au walezi, tuwe karibu sana na watoto wa kike. Ukatili wa kijinsia upo sehemu zote. Unamnyanyapaa sana mtoto wa kike, unamuathiri kisaikolojia. Kwa hata huko manyumbani kwetu tunapokuwa na watoto wetu, tujitahidi sana kuwa nao karibu, kujua changamoto wanazozipitia watoto wa kike. Itatusaidia sana kuwalinda watoto wetu. Hivyo umeipata, ukaendelee kuitumia kwa vizuri na kuona kabisa kwamba jamii inakuthamini, hajakusahau. Ndio maana wamekuletea zawadi pamoja na kukupa elimu ambayo ni ya msingi katika maisha yako. Unaona vijana? Ndio. Kwa sababu sio wenyewe tunawafundisha, lakini akija mtu mwingine akufundisha, anatakiwa ujue kabisa kwamba kile mwalimu ambaye anakuambia kina thamani. Ndio maana anakuambia mwalimu, na pia hajaishia mwalimu tu, wakatafuta mpaka watu wengine kuja kufanyaje? Kusemea. Nakumbuka kama ni Jumamosi, lakini tuna viongozi wa afisa elimu mgeni rasmi wamekuja hapa. Kwao tumethaminiwa. Tumeelewana? Ndio. Kama vile ambavyo jamii inatakiwa tuone kwamba mtoto wa kike ana thamani, vivyo hivyo hata viongozi wetu wanaona. Tunaona. Nimepewa jukumu kwa ajili ya kuahirisha, lakini pia kabla sijairisha niendelee kuwashukuru wadau pamoja na viongozi ambao wameacha shughuli zenu kuja hapa kwa ajili ya kufanya pamoja na sisi. Tunaizungumzia hivi ni kwamba maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa nani? Kwa mtoto. Kipindi ambacho ananyonyesha au kipindi amebeba nini? Ujauzito. Kwa hiyo mtu anayetumia dawa akiwa amebeba ujauzito akatumia dawa zake ipasavyo, kuna faida kubwa sana ya kupata mtoto ambaye hana nini? Maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tumeona jamani? Kwa hiyo niombe tuzingatie haya. Kidato cha kwanza mpaka cha 4. Nilibahatika kumaliza masomo yangu, nikabahatika kwenda chuo cha mambo ya kompyuta. Na baada hapo nikaanza kujitolea kile na ustari mwaka 2013 mpaka 2015 mwezi wa 6 nikapata ajira chini ya mradi. Nimetumikia kituo cha afya. Baada ya hapo 2015 mwezi wa 10 nikabahatika kupata mtoto huyu. Mimi naishi na maambukizi, lakini mtoto wangu hana nini? Maambukizi. Mpaka leo na watoto hawa na mke wangu hana maambukizi ya virusi vya. Kwa hiyo tujifunze kutokukata nini? Tamaa. Na je, unanionaje? Na maambukizi? Na maambukizi? Nani anasema ndio? Ukiniona na maambukizi? Hapana. Haya, leo nimekaimu nafasi ya kiongozi wangu ambaye namtumikia serikali, Ratibu wa Ukimwi Halmashauri. Bila hivyo ningekata tamaa, ningefikia hatua hii. Na viongozi nashirikiana nao kwa ukaribu katika kutekeleza majukumu mbalimbali. Ningekata tamaa, nisingefika hapa nilipo, si ndio? Cha msingi, changamoto yote inayotokea katika maisha yako ichukulie kwa uzito. Tumeona jamani? Ichukulie kwa nini? Kwa uzito. Swala la mwisho, dada zangu, ni wasihi kuondokana na athari za maambukizi ya virusi vya ukimwi. Rizika na kile unachopewa na nani? Mzazi. Boda boda?